DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wa habari hizo ni mie John Juma, lakini kwanza ni muktasari. Rais Trump na Pezeshkian wasaini mkataba kusitisha vita Iran. Ukraine yafanya mashambulizi makubwa Moscow na kutatiza safari za ndege. Na mashirika ya Umoja Mataifa yaonya juu ya ongezeko la njaa kali duniani. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian wamesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na kuanzisha mazungumzo ya siku 60. Hati hiyo inalenga kumaliza mzozo uliochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Miongoni mwa yaliyomo kwenye makubaliano hayo yanayoanza kutekelezwa mara moja ni pamoja na Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani kuondoa vizuizi vya kijeshi baharini na kuanzishwa kwa mfuko wa dola bilioni 300 kusaidia ujenzi upya wa Iran. Iran imekubali kupunguza urutubishaji wa urani chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa, huku ikiendelea kusisitiza haki yake kutoza meli baada ya kipindi cha mazungumzo. Rais Donald Trump ameonya kuchukua hatua kali iwapo Iran haitazingatia makubaliano. Kipengele kingine muhimu ni kujumuishwa kwa Lebanon kwenye makubaliano hayo, lakini bado ni tete, kwani mashambulizi ya Israel ndani ya ardhi ya Lebanon yamekuwa yakiendelea. Bei ya mafuta imeshuka kufuatia taarifa hizo. Paris. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepongeza makubaliano kati ya Marekani na Iran, akisema ni hatua muhimu itakayoweza kumaliza mzozo na kufungua njia ya amani, pamoja na kurejesha usafiri katika mlango wa Hormuz na kupunguza gharama za nishati. Ninaamini ni makubaliano yanayoweza kumaliza mzozo, yanayoweza kuleta amani, ufunguzi mpya wa ujia wa Hormuz bila utozaji ada, na siku 60 ambazo zitatumika kufikia makubaliano kuhusu masuala ya nyuklia, makombora ya balistiki na shughuli za kikanda. Tutaendelea kufanya kazi. Mwisho ni wakati wa amani na habari njema kwa wananchi wenzetu wengi, kwa sababu bei hasa za mafuta zitashuka. Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte naye amesema makubaliano hayo ni ya muhimu, kwa yanapunguza uwezo wa nyuklia na makombora ya Iran, huku yakichangia kulinda usalama wa kimataifa na uhuru wa usafiri wa majini. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la nishati atomiki AIEA imeeleza kuridhishwa na makubaliano hayo na kusisitiza kuwa sasa hatua za kiufundi za utekelezaji zitafuata kwa ushirikiano kati ya pande zote. Moscow. Ukraine imekishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta mjini Moscow kwa mara ya pili ndani ya wiki moja na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege. Wizara ya ulinzi ya Urusi imedai mifumo yake ya ulinzi wa anga ilidungua droni 555 za Ukraine, ambapo takriban 200 ziliulenga mji mkuu Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema baadhi ya droni zililenga kiwanda cha mafuta kilichoko kusini mashariki mwa jiji. Wizara ya uchukuzi imeongeza kuwa safari za ndege katika viwanja 4 vya Moscow zilisimamishwa kwa muda. Shambulio hilo limejiri saa chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema alifanya mazungumzo muhimu na viongozi wa Marekani na Ufaransa, akitarajia mabadiliko makubwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Umoja wa Mataifa. Mashirika ya chakula ya Umoja wa Mataifa FAO na WFP yameonya kuwa njaa kali itaongezeka katika maeneo 13 duniani kati ya Juni na Novemba mwaka huu kutokana na migogoro, ukosefu wa fedha na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Takriban watu milioni 266 tayari wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Sudan Kusini, Yemen na ukanda wa Gaza zimetajwa kuwa hatarini zaidi, huku Nigeria na Somalia zikiongezwa kwenye orodha hiyo. Migogoro na ukosefu wa misaada vimetajwa kuwa sababu kuu, pamoja na athari za hali ya hewa kama El Nino. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema ufadhili umepungua kwa asilimia 59 tangu mwaka 2022 licha ya ongezeko la mahitaji. Abidjan.
Sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja zinaripotiwa kuzidi kuenea barani Afrika baada ya mataifa kadhaa kupitisha sheria kali zinazopiga marufuku mahusiano hayo. Kwa sasa ni nchi 20 tu kati ya 54 barani humo ndizo hazijaweka marufuku hayo. Uganda, taifa la Afrika Mashariki, ilikuwa ya kwanza pale mwaka 2023 ilipoweka sheria kali, na hivi karibuni Burkina Faso, Niger, Senegal na Ghana zimefuata kwa kuongeza vifungo vya jela kwa wahusika. Wachambuzi wanasema wanasiasa wanatumia suala hilo kujijenga kwa jamii zenye mitazamo hasi au kufunika matatizo yao ya ndani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW